عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu zangu katika dini, madarasa na msikiti vyote pamoja ni vituo vya kumwandaa mwanadamu kuwa mtu wa kheri na kuwa na manufaa katika hii dunia na yeye kupata manufaa akhera. Mtu ambaye amesoma dini vizuri na akaifuata kama inavyotakiwa, yeye mwenyewe anakuwa ni faida katika dunia, lakini na yeye anapata faida katika dunia na pia anapata faida katika akhera. Hilo ni jambo ambalo lafahamika. Madarasa katika dunia ndio vituo ambavyo vinavyofundisha mtoto kumtambua mzazi wake. Mwanzoni kabisa huku tusomeshwa hadithi tukiambiwa, man ardha walidayhi faqad ardha Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah. Hizi hadithi za namna hii ziko nyingi. Watoto wanahifadhishwa kiambiwa, yoyote atakayemridhisha mzazi wake afahamu hakika amemridhisha Mwenyezi Mungu, na atakayempa chuki maudhi mzazi wake amemchukiza Mwenyezi Mungu. Mtoto ambaye anayejengwa katika muundo huo anakuwa na faida kwa mzazi wake hapa duniani. Mzazi anapata furaha ya kuzaa, lakini yule ambaye kwa hakika amesomeshwa katika vituo kama hivi. Kwa hiyo ukiulizwa nini kazi ya madarasa, mojawapo madarasa inamtambulisha mtoto kwa mzazi wake na thamani ya mzazi. Si hiyo hiyo Qur'ani imekutanisha suala la kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, alafu akakutanishwa na mzazi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, lakini kilichofuatia hapo wa bil walidaini ihsana. Amehukumu Mwenyezi Mungu au ametoa maagizo Allah subhana kwamba mumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, kwamba usiabudu chochote ila yeye. Lakini wabil walidaini ihsana, na wazazi wawili watendwe wema sana. Sisi katika Uislamu inafikia mahala kwamba mtoto usiseme kumwambia mzazi neno dogo hata a au dogo zaidi ya a. Walivyojitahidi kutafsiri neno wala takullahuma ufi, kwamba neno hata dogo, hata kuguna usimgune mzazi wako. Wallahi, kila utakavyosoma level zote za taaluma hutokuta mahala ambapo panapofundishwa mzazi kutambulika na mwanae isipokuwa ni vituo kama hivi. Lakini vituo hivi pia vya muandaa muoaji aoe mwanamke wa namna gani, na muolewaji aolewe na mwanamke wa namna na mwanamume aina gani. Hivi vituo kwa hivyo vinaitengeneza jamii. Maana yake kwamba ina salaha nikah basi salaha shuubu. Ndoa ikishaka vizuri basi jamii nzima, watu wote watakuwa wamekaa vizuri. Basi madarasa hizi kwa hakika ndio vituo na ndio chemchemu ya utu. Mtu aliyesoma madarasa vizuri kabisa hutomkuta na baadhi ya mambo ambayo yamewahi kusema kweli kutokea katika kanda ya Ziwa huko. Kuua watoto kwa sababu ni mtoto albino,
ukaambiwa kwamba mtoto huyu ukimpata unapata mapesa mengi mkono wake. Mzazi aliyesoma madarasa vizuri atatanguliza utu, lakini ambaye hajasoma madarasa vizuri atatanguliza vitu, kupata vitu. Na ulimwengu wote ni ulimwengu wa materials. Ngoja nimalize kidogo. Na wale wataalamu wa kisekula wamegawanya wanadamu katika mafungu matatu. Kuna wale wanaitwa super conscious. Super conscious ni yule mtu ambaye ana akili yake ni ya juu sana, lakini hawa tabia yao anajali utu. Alafu kuna watu subconscious. Alafu kuna watu wanaitwa conscious. Conscious ni wale ambao anajali utu na vitu. Yaani mtu mwenye akili sana, yeye anajali utu tu. Tuangalia ni utu. Shamona mtu yeye anatanguliza utu, jua huyo akili yake nzuri sana. Hawa anaitwa super conscious. Lakini kuna yule ambaye anatanguliza utu na vitu, vyote anataka. Huyu yuko daraja kidogo ya chini ya akili. Huyu anaitwa conscious. Ni mtu ambao akili ni conscious. Alafu kuna wale ambao level ya chini kabisa ndio wa mwisho kwa akili, wanaitwa subconscious. Hawa ni materialists. Anatanguliza kitu badala ya utu. Yeye anapokwenda ni pale alipotamani, sio anapopajua. Ukiona mtu anakwenda anapotamani, huyo anaongozwa na miguu tu. Kwa gari ya mafuta hapo imepinduka hapo, basi anakwenda tu, anakimbia tu. Umefahamu? Kwenda kutaka kuchota yale mafuta bila hata kujali hatari yake. Jua this must be a subconscious man. Huyo lazima atakuwa ni mtu ambaye ni subconscious. Yeye anajali tu vitu. Uislamu unakufundisha utu kwanza, vitu baadaye. Utu kikaa sawa, vitu vitasalimika. Mwenyezi Mungu atuwafikishe sana. Atujalie hizi madaris zitoe product hiyo tunayozungumza. Na misikiti itoe product hiyo. Maana mpaka anafikia mahala mtu anaweka uchawi ndani ya kibla. Jua sasa msikiti huo tena mtihani. Dharura. Sali wala nabi. Kwa hiyo bwana, wa anna almasajida lillah. Misikiti yote mahala pote ambayo misikiti iwe lillahi, ni kwa ajili ya Mungu tu. Iwe ni kwa ajili ya Mungu tu. Chochote kinachofanyika msikitini, misikiti hiyo itakuwa kama ile ya zamani. Misikiti ya zamani wewe ilikuwa inajifunga yenyewe. Yaani mtu kuingia msikitini kwenda kuiba haiwezekani. Lakini misikiti yote siku hizi ina mageti. Ilikuwa wezi wenyewe mahala wanapoogopa ni msikitini. Akiiba watu tu wakasoma qul huwallahu, basi inatosha. Wewe mwezi mwenyewe ataomba po. Lakini sasa hivi misikitini mtu akiiba anapelekwa polisi. Kuna vitu vimepungua. Msikiti huu uvipandishe. Na ili upandishe iwe wa anna almasajida lillah. Mwenyezi Mungu atujalie. Amin. Yale min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Amin. Nimefuata amri ya Sayyid. Amin. Hawa ni watu ambao hatuna makamu ya kusema hapana. Ndivyo tulivyosomeshwa. Tukiwaona ndio furaha yetu, ndio miongozo yetu, ndio baraka yetu. Amin. Hili jambo ndivyo ilivyo, hata kama mtu hataki. Ndivyo lilivyo. Mwenyezi Mungu azidi kuwatawalisha umma. Amin. Tuzidi kunufaika nao sana. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.